pia lakini na waandishi wa habari kuwa wale wanaosoma mafunzo ya amali, mitaala wanayoitumia ni mitaala ambayo inatumika VETA na imeandaliwa sisi VETA pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa ni mitaala ile ile ambayo inatumika huko. Lakini pia watu watakaokuwa pia wanahitimu katika maeneo ngazi mbalimbali, sisi kama VETA tuna jukumu la kuwaendeleza na kuwapatia elimu ya ujuzi, elimu ya amali. Na sasa hivi pia serikali imeenda kuongeza wigo na kuweka vizuri hili swala kwamba zile sekondari pia za amali ambazo zitakuwa zipo karibu na vyuo vya VETA, basi wanakuwa na uwezo wale wanafunzi kupata muda wa kuweza kushiriki katika mafunzo katika vyuo vyetu vya VETA vilivyo karibu nao, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi zaidi na wanapata ubora, na mwisho wa siku wanapohitimu wanakuwa na ubora ule unaohitajika pia kwenye soko la ajira. Kwa hilo niombe tu kusema kwamba VETA kama VETA pia sisi tunashiriki kikamilifu katika kuandaa watu hawa wanaosoma katika shule za amali, lakini pia na mipango ya serikali katika kuhakikisha elimu hii ya amali inatolewa katika ngazi tofauti. Eneo la pili ilikuwa ni Bwana Richard, masuala ya wakufunzi. Nipende tu kusema ili eneo serikali, kama nilivyosema, tunaishukuru sana serikali kuweka msisitizo, na msisitizo huu tu sio katika vifaa, hadi eneo hili la wakufunzi. Sasa hivi VETA tunao wakufunzi takriban 1700, na sasa hivi tunavyoongea serikali imetoa pia vibali vya wakufunzi 777. 200 na kitu wenzetu wa Secretariat ya Ajira wameshaanza michakato ya ajira. 500 tuko kwenye uchambuzi kwa ajili sasa ya kwenda kutangaza, ili wananchi wenye sifa za kuwa wakufunzi waweze kutumia fursa hiyo na kupata ajira. Kwa sasa hivi tuko nao, lakini tunaendelea tena. Mwaka ujao zipo nafasi zingine. Matarajio yetu mpaka tunapofika mwaka 2028 tuwe na wakufunzi takribani 1400 kwa VETA. Kwa swala la wakufunzi lisije likatutia uoga, lakini pia ni eneo ambalo tumeliona tunazidi kulifanyia msisitizo. Ndio maana mnaona tumeweka hadi mafunzo ya jioni ili kuwezesha kutoa mafunzo. Lakini sababu na hilo, katika ile eneo pia sasa hivi VETA tunasema tunao mpango VETA na mafundi mahiri. Tunawatumia wale watu waliokuwepo katika maeneo mbalimbali wenye ujuzi na wenye uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali. Yupo fundi magari, ana uwezo, hajaye kufika hata VETA, lakini ana ujuzi, unampelekea gari lako analitengeneza vizuri. Na yuko pale, kuna vijana wanaenda pale anawafundisha. Sisi yule fundi tunaenda kumfanyia utambuzi wa uwezo aliokuwa nao, lakini pia tunaenda kumtumia kufundisha watu wengine na vijana na wananchi wengine. Kwa ni eneo ambalo lenyewe hilo tunaliona kabisa. Sasa hivi tunao watu hawa mafundi mahiri takriban 1000 na kitu ambao tunawatumia na tumeingia nao makubaliano na mikataba nao. Kwa tunaona kabisa urahisishaji wa utoaji wa ujuzi unavyokuwa unaenda vizuri. Kwa hilo lisitutie uoga na tunaenda nalo vizuri, na serikali inahakikisha kwamba tunaliweka katika misingi na taratibu nzuri. Swala la kuondoa uniform, kwamba tumetizama grupu chache, tumetizama kwa mapana na limetizama vizuri. Wale wanafunzi wetu ni wanachuo, na nadhani mnajua, na nilisema hapa tena wakati naliongea, kuna wengine walifurahi kuona kwamba zimeondolewa. Hatujatizama wachache, tumetizama wote. Na nipende tu kusema wanafunzi wanapokuja kwenye vyuo vyetu, hata kama linakuja swala la kulipa nauli, anacho kitambulisho kinachomtambua kwamba yeye ni mwanafunzi wetu na anasoma katika vyuo vyetu. Lakini pia sio kwamba kutokuvaa uniform basi watakuwa wanavaa tu katika namna wao wanapotaka kuvaa. Upo mwongozo ambao umeainisha uvaaji utakuwa ni nadhifu na wenye kuzingatia utamaduni wetu wa Kitanzania. Sio tu mtu atakuwa tu anavaa. Kwa ni vitu ambavyo vimezingatiwa na kutizama misingi na taratibu zetu, lakini pia na mila zetu za Kitanzania. Hatutaki watu kuwa watakuwa na watu namna wanavyojisikia. Lakini pia katika hili eneo
tumetizama, kwa sababu kama nilivyosema, watakuwa wakifika kule chuoni kuna nguo watakazokuwa wanazifaa zinazowatambulisha wanapokuwa kwenye karakana zao. Moja ni kutaka kumjengea pia yeye mwanachuo kuanza kujifikiri, lakini na kujitathmini kwenye mazingira ya kazi. Amefika pale ni mpishi, ametoka nyumbani na nguo zake nadhifu vizuri kabisa. Akifika pale kwenye karakana yake atakavaa kama vile wapishi wengine wanavaa, kulingana na fani au study ile anayoisoma. Kwa hiyo tutakuwa tunataka tumjengee na kuanza kuzoea mazingira pia ya kazi. Kwa hilo tutaenda nalo na tumelitizama vizuri na serikali imelitizama kuhakikisha kwamba tunajenga vizuri misingi na unadhifu kwa wale wanaovaa hizi nguo. Kwa dadangu Joyce amesema njia zinazotumika kuwapata wale ambao tunawafanyia utambuzi. Tunapofika katika kufanya utambuzi huwa tunatoa matangazo. Na tunazo fomu ambazo watu wanajaza. Ile fomu ndani yake ina maswali ambayo yanataka mtu aeleze kwa kifupi. Moja, experience yake. Tunasema tunamtaka mtu mwenye experience labda zaidi ya miaka 3, lakini ni vitu anavyo uwezo wa kuvifanya. Kama tunakuja tunamtaka mtu anayepaka rangi, tunataka atuambie uwezo wake na vitu alivyofanya katika upakaji rangi. Kwa kuna fomu ataijaza na watu wetu watafanyia uchambuzi, na mwisho wa siku ataenda kukutana naye na kujadili naye na kuona namna anapofanya kazi. Eza yuko site, eza kama yuko garage, au ni kama ni fundi nguo yuko kwenye eneo lake, watakaa naye, watapitishana naye na kuona vile anafanya. Na mule ndani ndo tunafanya pia na tathmini ya kujua nini anakifahamu, nini tumuongezee ili afahamu zaidi, na mwisho wa siku tu mpe utambuzi wa ujuzi aliokuwa nao. Programu ya watoto, na umeielezea tu vizuri kwamba tulivyokuwa Sabasaba tulikuwa na program za watoto. Na programu hizi nipende tu kusema waandishi wa habari tumezizoea kuziona kwa wenzetu nje za nchi. Tunaona watoto wadogo wakiwa wanafanya vitu mbalimbali. Ni programu ambazo kwa sisi VETA tumeanza nayo, tuliifanya katika maonyesho, lakini ni programu ambayo sasa hivi tumeitengenezea mkakati na ni kitu ambacho tunaenda kutaka kukitekeleza katika vyuo vyetu vya VETA vilivyopo hapa nchini. Tunataka wananchi pale mtoto anapokuwa na muda, kama tunasema ni weekend, Jumamosi au siku za Alhamisi au shule, pale wanapokuwa na muda mchache, basi tunakuwa na study mbalimbali. Kama wale wanaotaka kujifunza viumeme wanapewa some hints za umeme. Wale wanaotaka kujifunza masuala ya ushonaji wanapewa hints za ushonaji. Wale wanaotaka useremala watapewa hints za useremala. Kwa ni kitu ambacho tulikifanya na tumekiona matokeo na manufaa yake, na ni kitu ambacho tumekiona tunahitaji kukijenga kwa wananchi na watoto, ili kuwajengea sasa kujua kwamba kuwa na ujuzi sio jambo liwe tu la option, ni kitu muhimu kuwa nacho kwa sababu kitakusaidia. Kwa ni programu ambayo sasa hivi tumeshaiandalia mpango, na mpango huo tunaenda kutekeleza kwa uchache katika vyuo vyetu vichache, na tutakuwa tunaupanua katika vyuo vyetu vingi. Lakini pia tutaenda kushirikiana pia na wadau mbalimbali wenye mashule mbalimbali, ili tuweze kutekeleza hili, kuwatengenezea vijana wa Kitanzania kuwa na ujasiri, kuwa na ubunifu, kuwa na uwezo wa kutenda vitu mbalimbali, ili waweze kuishi vizuri na kuyamudu maisha. Nadhani kwenye hayo maswali nimekamilisha. Kama kutakuwa na nyongeza, karibuni. Sawa. Asante. Mimi nipende kuwashukuru sana waandishi wa habari. Asanteni sana.